kuna jambo moja zito sana ambalo alikupewa nafasi kwenye hii hotuba, lakini tunapoona tu kwamba halizungumziwi hili swala kwamba hawa watekaji, je, tunawapa nafasi gani au tumeamua kuwapa tu nafasi kwenye nchi yetu, hili swala linakuwa ni zito kwenye hotuba ambayo imebeba vitu vingi ambavyo ni vizuri na vya msingi, kama tulivyoweza kuona kwamba hotuba ilibeba masuala mazima ya ajira, mpaka tukaona kwamba vijana pia wataweza kujaliwa kwa kupatiwa waziri wa vijana ambaye ataweza kushikilia mambo ya vijana na kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini, na pia kupatiwa mikopo pamoja na kuwezeshwa katika mazingira mazima ya kimitaji. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ni vizuri, na pia tumeweza kuona pia uzuri wa hotuba ya mheshimiwa pia ikiwa imebeba swala zima la ambalo alikuwa akilizungumza kwenye kampeni la kuto kushikilia maiti katika hospitali za serikali. Pale mtu anapopatwa na kifo ndugu yake, basi anaweza kumchukua na akatoa na njia na maelekezo mengi. Pia akakemea swala zima la uvivu kwa upande wa wafanyakazi, ambapo inaonesha wazi kwenye nchi yetu wafanyakazi wengi wa kuajiliwa wengi wanakuwa wana hali ile ya kujisikia wanapokuwa makazini, mfano manesi au madaktari, walimu na kadhalika. Kwa hiyo ameomba au amehitaji kwamba waweze kuwajibika, na hili ndilo ambalo wananchi wengi wanalihitaji. Pia kuhitaji kuzuia sehemu au mianya mingi ambayo inayoonekana wazi kwamba kuna swala zima la rushwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kwa hiyo accountability pamoja na corruption vyote vimezungumzwa kwa undani zaidi kuweza kuviziwia ndani ya nchi yetu na kuweza kuvipa nafasi. Mfano tunasema accountability imepewa kipaumbele kuanzia kwa waziri mkuu mpaka na rais katika hotuba yake. Lakini pia tukiangalia ndani ya hotuba kuna vipaumbele vingine ambavyo vimeweza kutolewa, kama swala zima tulivyolisikia hapo la vijana baadhi kuweza kutolewa, lakini pia huku upande wa upinzani nao wakisema isiwe baadhi bali iwe ni kwa wote, kwa sababu ili swala liliwahusu wa Tanzania wote na vijana wote wa Tanzania ambao waliparticipate kwenye hii wakapata na madhara ya kukamatwa basi waachiwe. Lakini pia tukiangalia pia ameweza kuzungumzia swala la katiba, ambapo alitoa kama siku 100 kuweza kushughulikia swala la katiba na pia kuchunguza chanzo cha matatizo na wale ambao wamepata matatizo kama vile vifo na majeruhi na wale ambao wameweza kupoteza mali zao. Imeundwa tume ya kuweza kuchunguza hivi vitu na ikiwezekana waweze kujaliwa. Lakini sasa kuna miongoni mwa vitu ambavyo hivyo wafanya vijana waweze kuingia mitaani, kama tulivyokuwa tukisikia hapo awali kwamba vijana wanaingia mtaani wakiwa wana vitu ambavyo wao wanavihitaji. Kikiwa kimoja hapo ndio hicho ambacho mama amekizungumzia katika katiba. Lakini pia kuna jambo moja zito sana ambalo alikupewa nafasi kwenye hii hotuba na lilipaswa kusikilizwa au lilipaswa kuzungumziwa. Mfano tukiangalia swala zima la utekaji ambao uliwatia hofu vijana pamoja na Watanzania kwa ujumla, ambapo mpaka wakapata shauku na ile hamu ya kuamua kuingia mitaani na kuweza kufanya zile fujo walizozifanya, wakionyesha wazi kwamba hawaliziki au hawalizishwi na lile tukio la utekaji ambalo linaloendelea nchini, kwa sababu linawapotezea muda wa kufanya kazi, linawakosesha amani. Kwa hiyo hili lilitakiwa pia liangaliwe ndani ya ile hotuba kwa kiasi kikubwa sana, ikiwezekana hata kuunda tume kama ilivyoundwa tume ya kuchunguza ili tukio pamoja na kuchunguza idadi, labda tuseme kuchunguza watu waliopata athari pamoja na kuweza kurecover kwenye hizo athari na mazingira mengine. Lakini na hili pia lilitakiwa tusikie au wananchi walitakiwa walisikie kwa kiasi kikubwa kwamba je, imeundwa kamati ya kuweza kuchunguza hawa watu wanaoteka na wanateka kwa minajili hipi kwenye taifa letu, kwa sababu limekosa uwezo wa vijana au watu wote wa Tanzania tumekosa ile hali ya kujiamini, kwa sababu kwa kila wakati tumekuwa tukisikia au yamekuwa yakiendelea haya matukio, fulani katekwa, huyu katekwa, ina lile limetekwa, fanya hivi mtu, yani baada ya siku 2-3 nasikia fulani katekwa. Kwa hiyo hivi navyo vilitakiwa vipewe kipaumbele na kuundiwa kamati ya kuweza kuwachunguza watekaji, tuweze kusikia
kusikia au waweze kusikia wananchi. Nafikiri baada ya kusikia hili, hata kama kulikuwa na mengine mazito, inawezekana yakapunguza ukali wa mambo. Lakini tunapoona tu kwamba halizungumziwi hili swala kwamba hawa watekaji, je, tunawapa nafasi gani au tumeamua kuwapa tu nafasi kwenye nchi yetu, hili swala linakuwa ni zito kwenye taifa. Ni lazima lipewe nafasi ya kuundiwa kamati ya kuwachunguza hawa viumbe ambao wanaoteka binadamu wenzao, na wengine wanafikia hatua ya kuonekana na wengine hawaonekani kabisa. Hawa ni lazima waundiwe kamati na kuweza kutambulika, na ili kuirudisha nchi yetu katika ile nafasi ya awali ambayo ilikuwa ni nchi tulivu yenye amani, upendo, ambapo kila mmoja alikuwa anaikubali Tanzania. Lakini kwa sasa hivi, kutokana na hiki kinachoendelea kwamba kuna utekaji na mazingira mengine kidogo ambayo yanakuwa magumu kwenye taifa, kidogo yanazidi kuwapa vijana hali ya kuto kujiamini ndani ya taifa lao. Ndio maana wanaamua kuingia kwenye mambo kama haya, ili labda wanaweza wakayaziwia na kadhalika. Kwa hiyo katika pia tukienda tena kuangalia kwenye hii hotuba, katika vitu ambavyo vinaweza vikapelekea kwenye upande wa maridhiano ya pamoja, ni lazima taifa tuseme kwamba wakati wanaenda kwenye haya maridhiano, lazima wapatikane wananchi ambao hao wananchi tena sio wananchi tu kwamba ni watu wazima, pamoja na vijana ambao ndio walioingia kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba. Walikuwa ni vijana ndio walioingia kwa wingi. Kwa hiyo sasa vijana ni lazima wapatikane kama kweli kutakuwa na ili swala la maridhiano. Tusizungumze maridhiano kwamba tunaenda tu kwenye upande wa vyama vya siasa, kwa sababu upande wa vyama vya siasa wana faida zao. Sio maridhiano kwamba yawahusu tu upande wa vyama vya siasa, hapana. Hapa lazima yawahusu vijana, yahusu wazee, na maana wa Tanzania wote ni lazima wahusiki kwenye hayo maridhiano. Na katika kuhusika katika haya maridhiano, lazima serikali wao kama serikali nao wahusike, na kama kuna tume ambayo labda kuna wasikilizaji, lazima tupate watu labda kutoka nje ambao watakuja kusikiliza katika haya maridhiano na kuweza kutoa kauli za kwao. Sio kwamba serikali ndio iwe final say, kwa sababu tukio lililotokea ni kubwa na linawezekana na au tunaweza tukalipa nafasi ya kutokea tukio jingine kubwa zaidi ya lile, kwa sababu kama tutakuwa tunaendelea kuyadharau haya mambo na kuyafumbia macho, huku tukiona kwamba hizo tunapatia, wakati kwamba kuna mambo mengine mazito yanaendelea kutokota ndani ya nafsi za watu. Mfano tukizungumza hayo, kuna swala zima la maiti, watu kupewa maiti. Watu wanadai maiti zao wazione zile ambazo zilipata kutokea ile Oktoba 29 na kuendelea, watu ambao waliofariki pale miili yao hawajaipata. Na hili pale pia lilitakiwa litolewe tamko na kwamba miili hii inapatikana labda kwenye maeneo fulani na mazingira fulani, ili kuweza kuwapoza hao wananchi ili wasiendelee na mengine ambayo yasiyopendeza kwenye taifa letu.